Makamu wa Rais wa Marekani, James David Vance, amesema mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani dhidi ya miundombinu ya Iran yameirudisha nyuma kwa miongo kadhaa programu ya nyuklia ya taifa hilo, akisema kuwa kwa mujibu wa tathmini za kijasusi za Marekani, Tehran ipo mbali zaidi na uwezo wa kutengeneza silaha ya nyuklia kuliko ilivyowahi kuwa katika kipindi cha takriban miaka 20 hadi 30 iliyopita. Vance alitoa kauli hiyo alipokuwa akihutubia wanajeshi wa Marekani katika kituo cha anga cha jeshi la wanamaji kilichopo jimbo la Virginia. Katika hotuba yake, aliwapongeza wanajeshi hao kwa jukumu walilotekeleza katika operesheni za hivi karibuni dhidi ya Iran, akisema mafanikio yaliyopatikana yamebadili kwa kiasi kikubwa hali ya usalama katika Mashariki ya Kati na kuipa Marekani nafasi nzuri zaidi ya kuishinikiza Iran kidiplomasia. Makamu wa rais huyo alisema tathmini za vyombo vya ujasusi vya Marekani zinaonyesha kuwa uwezo wa Iran wa kuendeleza programu yake ya nyuklia umeathiriwa vibaya kutokana na mashambulizi hayo. Hata hivyo, tofauti na rais wa Marekani Donald Trump ambaye mara kadhaa amesema kuwa programu ya nyuklia ya Iran imefutwa kabisa, Vance alitumia lugha ya tahadhari zaidi, akisema kilicho wazi ni kwamba Iran sasa ipo mbali zaidi na lengo la kutengeneza bomu la nyuklia kuliko ilivyowahi kwa miongo kadhaa. Akizungumza mbele ya wanajeshi hao, Vance alisema jukumu walilopewa na Rais Trump halikuwa tu kushambulia malengo ya kijeshi, bali pia kudhoofisha msingi mzima wa viwanda vya ulinzi vya Iran ili kuzuia uwezo wa nchi hiyo kujijenga upya kijeshi au kurejesha haraka programu yake ya nyuklia. Alisema lengo la operesheni hiyo lilikuwa kuhakikisha kuwa Iran itakuwa katika hali dhaifu kiasi cha kutoweza kuleta tishio kwa Marekani na washirika wake. Kwa mujibu wa Vance, wanajeshi wa Marekani walitimiza jukumu lao kwa kiwango cha juu sana na kwa ufanisi mkubwa. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Vance alimpongeza rais wa Marekani Donald Trump kwa mtindo wake wa uongozi katika masuala ya kijeshi. Alisema utawala wa sasa haupeleki wanajeshi vitani bila sababu zinazoeleweka na kwamba kila operesheni ya kijeshi huambatana na malengo mahususi pamoja na maandalizi ya kutosha kwa askari wanaohusika. Alisema Trump huhakikishia wanajeshi kuwa wanapata vifaa, silaha na uwezo wote wanahitaji ili kutekeleza majukumu yao kwa mafanikio, kuwashinda maadui wao na kurejea nyumbani salama baada ya operesheni kukamilika. Kwa mujibu wa Vance, mafanikio ya operesheni za kijeshi dhidi ya Iran sasa yamemweka Trump katika nafasi yenye nguvu zaidi kwenye meza ya mazungumzo. Alisema Marekani sasa inafanya mazungumzo ikiwa na nguvu za kijeshi nyuma yake, jambo ambalo linaongeza ushawishi wake katika juhudi za kuzuia Iran kuendeleza programu yake ya nyuklia na kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Makamu wa rais huyo pia aliwashambulia wakosoaji wa Trump, akidai kwa watu wanaompinga kwa kufanya mazungumzo na Iran ndio wale ambao hapo awali waliunga mkono sera zilizochangia kuongezeka kwa migogoro ya vita vya muda mrefu katika Mashariki ya Kati. Kwa maoni yake, matumizi ya nguvu za kijeshi yaliyofanywa na utawala wa Trump yamekuwa njia ya kuimarisha diplomasia badala ya kuidhoofisha. Alisema kuwa wakati mwingine hatua za kijeshi zinaweza kutumika kama nyenzo ya kulazimisha upande mwingine kukubali mazungumzo yenye tija. Vance pia alirejea operesheni nyingine za hivi karibuni za Marekani, akisema jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi baada ya Iran kuhusishwa na vitendo vya kuhatarisha usafiri wa meli za kibiashara. Alidai kuwa baada ya Marekani kutumia nguvu za kijeshi kama njia ya kuongeza shinikizo, zimeleta matokeo ya haraka katika kulinda biashara kimataifa na usalama wa usafiri wa baharini. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.